hizi mali lazima ziwe chini yako. Haiwezekani akabidhiwe mali kijana. Ananivuruga kila kukicha. Unatakaje mshirika? Yaani sielewi nitafanyaje. Hizi mali ziwe chini yako. Lazima wewe tunoe. Unasemaje? Hiyo ndio lilokuwepo. Halina ubishi. Huyo kumua tu. Kwa maana tumesema tumwache hai. Hizi mali zitatawanyika. Kwa maana wewe umezidi muda mrefu. Leo kirahisi tu wagawiwe mali. Hilo halitowezekani. Kitu ambacho hakiwezekani kwa upande wangu. Sasa mshirika, naomba unisikilize. Sawa. Ili wewe nikusaidie. Sawa. Na mimi naomba unisaidie pia. Kipi hicho mshirika? Umemwona huyo? Nimemwona. Huyo ni mshenzi, anamsumbua sana mume wangu. Nimeona. Sasa naomba unisaidie. Hilo halina shida. Na mimi nikusaidie. Haina shida. Huyo mdada anatakiwa abaki mgane. Unasemaje? Sasa nimekuelewa, lakini tatizo ni dogo sana. Sasa hiyo kazi ndogo, kazi yako utaifanya, na wewe ni haini mshirika. Mshalitaka nimfanye kigoda, mnasemaje? Na sio kigoda tu, tunachukua kila kichukua chake kwenye mwili, tunafanya mboga. Sawa na kweli. Sasa nataka huyo mwanamke abaki mgane. Yaani huyo atatangatanga, imeisha hiyo. Takapa ukipaka dunia, yaani hiyo imeisha mshirika. Wewe hii mboga inapandwa? Inapandwa hii. Mbegu zake zi. Jamani, mimi natoka kidogo. Haya. Naelekea pale dukani. Siku ile nilimsikia shangazi yako akiwa anakukanya usimwambie kaka. Ni kitu gani hicho? Hamna chochote wifi. Hamna chochote? Wakati nimesikia akikukanya huko anakufinya mashavu, usiseme. Kama kuna jambo lolote niambie wifi yangu, tujue tunakusaidiaje. Wifi, ni siri nzito sana. Nikikwambia utajiingiza matatizoni. Wema! Wema! Shangazi sasa aliondoka. Subiri mimi niende ndani kaka. Leo endelea kuchambua mboga. Twende yote. Hamna, wewe endelea kuchambua mboga. Unanizuia? Hamna, wewe chambua mboga, mimi nakuja. Naenda kuangalia na kuja. Unajua shangazi aliondoka? Sawa, wewe endelea kuchambua mboga, mimi nakuja. Wewe usiwe na shaka, chambua mboga hapo. Sawa. Hivyo binti, unataka kujua nini katika hii nyumba? Maana wewe unakuwa mchunguzaji mzuri sana kuchunguza mimi, si ndio? Nataka nikwambie kitu kimoja. Fuata kilichokuleta. Sawa? Ukiendelea kunichunguza mimi, litakuja kukukuta jambo huje kulisahau katika maisha yako. Umeelewa? Vingine havikuhusu. Mbona unalia vipi? Mama, nirudishe nyumbani. Hii nyumba
Usilie sawa, hebu nika kwanza. Sawa. Nyamaza usilie sawa. Nisikize vizuri mtu wangu. Ni vizuri. Mzoe shangazi yangu, afu kingine. Wewe unajua wewe tupo hapa kwa ajili ya nini? Ni vizuri. Tupo kwa ajili ya nini? Tukishatimiza lengo letu tunaondoka mtu wangu. Mimi siwezi kuishi huku. Shangazi kaniambia mimi namchunguza. Sawa, achana naye. Achana naye, anakutisha tu. Mzoe mke wangu sawa? Sawa. Relax, sawa. Kiangalia unga wangu mimi mdogo na tumetelekeza baba, sisi ndio mama, ndio tutafanya kitu kupitia maisha yetu, hakuna anayesaidia wote. Sawa sawa. Mimi tulia hapa mlinzi wako. Sina bwana. Mkude. Wapa ukata. Alafu nikisha ukata unakuja unasaidia unaenda hapa. Sawa? Unajua kwa kuweka bei ya mfumo Nimejifanya wewe mrembo sana, mzuri sana. Unajua mimi na Kudi tumetoka mbali sana. Sasa nikwambie, sitokubali swala hili. Nitakachokufanyia leo, kutokuja kunisahau. Kudi, Kudi, mume wangu. Kudi, Kudi, Kudi. Kudi! Kudi! Meangu! 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 Kama kawaida yetu, kila mwisho wa mwezi lazima tutoe kikoa. Sasa mkuu, tumekuja na nyama mbili, moja hii, moja hiyo hapo. Wewe ndio utakayechagua ipi ambayo tutakayoitumia kuila.
Kwanza mimi niseme nashukuru, tumeonyesha ushirikiano mkubwa sana, ila kati ya huyu na huyu Elia, kwa sababu nyama yake ni sawa, tuna uwezo wa kula sisi wote na tukalizika. Hata mimi mkuu nimeonelea huyu ndio kumtoa Kikoa kwa sababu wamenona, na pia mkuu nimefurahi sana kwa moyo mmoja kumtoa mume wangu. Sio huyo tu mkuu, siku mbili hizi tutaleta nyama nyingine, huyo tutakula hadi mifupa kuna kubakisha. Sawa, pia nikupe nafasi ya upendeleo na kuomba umrudishe nyumbani kwake, kwa sababu mke wetu kwa sasa hivi ameshaamka. Sawa mkuu, majukumu mengine ataendelea. Kangu. Nenda wapi sasa hivi? Nenda wapi? Unajua nimepita. Mwili unaniuma kweli. Unajua nimekuamsha. Yaani nimekuita. Yaani nimechoka. Yaani mwili unaniuma kweli kweli mke wangu. Na sija kusikia kabisa. Yaani nimekuita mpaka nikaenda kunywa. Shida ni nini? Nimeota ndoto mbaya, yule mwanamke wako ananikimbia akashika kisu. Unajua naogopa. Sasa mke wangu gani kati mke wangu ndio yeye? Alafu nyinyi wanawake. Nini sasa? Mchomba kwa nini? Sio di. Yesu mimi nataka. We. Saizi usiku. Saizi usiku juu. Sasa labda mjomba. Pia nikupe hongera sana kwa kuweza kumtoa mume ambaye anakusaidia kihuduma ya pesa na mazingira mengine. Ukiendelea kumtoa mtu yoyote alikuwa muhimu zaidi ya huyu, basi inawezekana ukawa na nguvu kubwa kama ilikuwa na huyu.